Asante sana wapenzi watazamaji wa hichi kituo cha Tanzania News Today kwa support ambayo mnazidi kunipea. Mwenyezi Mungu awabariki. Endelea na uwa moyo, endelea kulike video, endelea kuwasha kengele, endelea kusubscribe na uendelee kusambaza hizi kanda kuelekea kwa vikundi vingi ili taarifa hizi ziwafikie watu wengi. Nimeketi chini mimi kama mchambuzi wako, nimeshirikisha professionals na tumemaliza mazungumzo yetu ya kwamba Samia na utawala wake wa CCM hautaweza kusamehewa na bunge la seneti la Marekani. Kusamehewa kivipi? Kumbuka kwamba bunge la seneti la Marekani liliweza kuleta hoja kupitia kwa maseneta wawili, seneta mmoja wa Democrat, chama cha Democrat, seneta mwingine wa Republican, waliweza kuleta hoja ya kuangaliwa upya kwa uhusiano kati ya serikali ya Marekani na serikali ya Tanzania, nchi yetu. Na kwenye hoja hizo vilevile walisema kwamba viongozi wa CCM wote wawekewe vikwazo kutokana na mauaji na utekaji na mateso walioyatoa kuelekea kwa wananchi mwaka uliopita kipindi cha uchaguzi. Ndio serikali ya Samia ikamtuma Dhabiti Kombo, waziri wa mambo ya nje, akaenda kujitetea, akaenda kutetea Samia, akapeleka ujumbe wake kwenye bunge la seneti, akajaribu kupita kwenye afisi kuu Marekani, akiwaambia kwamba msiendeleze mswada huo. Hamkuweza kusikiliza serikali haikutoa upande wake. Serikali ya Samia ikalia kwamba Marekani walikuwa wanafuata taarifa za upande mmoja. Lakini mimi bwana Ezra na professionals wengine ambao nimeweza kushauriana, tumeweza kugundua kwamba licha ya serikali ya Samia kujitetea kwenye balozi ya Marekani, kwenye afisi kubwa za Marekani kupitia kwa waziri wa mambo ya nchi za kigeni Dhabiti Kombo, Samia hawataweza kupata msamaha. Mswada wa kupiga marufuku viongozi wa CCM utaendelea kwenye bunge la seneti, vilevile utaelekea kwenye bunge la pamoja, kisha uelekezwe kwake Rais Trump kuupitisha. Ni kwa nini? Niko na hoja karibu 6 ambazo zimefanya nikaamini kwamba bunge la seneti haliwezi likamsamea Samia, licha kwamba wameweza kujitetea na kusema kwamba taarifa ambazo ziliweza kutolewa kwamba mwaka uliopita watu wengi waliuawa hazikuwa za ukweli. Kumbuka kwamba mojawapo ya sababu ambazo zilifanya mpaka bunge la seneti wameweza kuleta hiyo miswada ni kwa sababu ya utekaji ambao ulishuhudiwa Tanzania mwaka uliopita, kwa sababu ya viongozi wa upinzani kuenguliwa kutoka kwa uchaguzi, ni kwa sababu ya hii serikali kutumia maafisa wa polisi ambao waliweza kutumia nguvu zaidi kwa wananchi ambao hawakukuwa na silaha. Lakini sasa waliweza kujitetea. Lakini kumbuka kwamba hii serikali ya Marekani inaangalia kitu ambacho kinaendelea Tanzania mpaka sasa hivi. Mojawapo ya sababu ambazo zitafanya bunge la seneti lisimsamee Samia Suluhu Hassan ni kutokana na udikteta unaoendelea
katika taifa letu la Tanzania. Udikteta upi? Wananchi wametangaza maandamano ya 7/7 yatakaofanyika mwezi wa 7 tarehe 7. Serikali imeamua kumwaga maafisa wa polisi kwenye jiji la Dar es Salaam na viunga vyake. Wameamua kumwaga polisi Dodoma ili kuwatishia wananchi kwamba wasitoke kuingia kwenye maandamano. Kumbuka kwamba kwenye katiba inasema kwamba wananchi wako na ruhusa ya kuandamana na wafikishe ujumbe wao. Lakini sasa hii serikali imeamua kuleta udikteta, imeamua kupiga marufuku kitu ambacho kinaitwa maandamano. Maandamano ni sehemu moja ya serikali, ni sehemu moja ya kukagua serikali jinsi ambavyo inavyofanya kazi. Unapata kwamba kipindi ambapo wananchi hawajaweza kufurahia jinsi ambavyo serikali inaongoza, wanaweza wakaitisha maandamano ili kukataa kitu fulani. Lakini serikali ya Samia, ukionekana unaandamana, unaweza ukauawa. Mfano, nimeangalia upande wa Dar es Salaam, mamia ya maafisa wa polisi wameweza kujazwa kila kona, kutokana na kwamba kuna vijikaratasi ambavyo viliweza kusambazwa kwamba kuna maandamano tarehe 7 mwezi wa 7. Sasa mambo kama haya ya udikteta, mahali ambapo hii serikali inatumia maafisa wa polisi kunyamazisha sauti za wananchi ambao wanataka viongozi wa upinzani kama vile Tundu Lissu aweze kuachiliwa, wananchi wa upinzani ambao wanataka familia ambazo ziliweza kupata pigo baada ya wapendwa wao kuuawa angalau waweze kupata haki. Mambo kama haya ndiyo yanafanya mpaka bunge la Marekani haliwezi likamsamea Samia. Hakuna. Samia yuko pale tu, ni wakati wake anasubiri. Unajua, wacha ni watoe hofu. Nicolas Maduro aliwatesa wananchi wa Venezuela, lakini wakati wake ulipofika alinyakuliwa, kapelekwa, yuko kizimbani. Angalia Irani, rais wa pale aliweza kuwaua wananchi walipokuwa wanaandamana. Sasa hivi yuko wapi? Marekani ilifanya tu shambulio moja, mazishi yake yalitangazwa yatafanyika hivi karibuni. Sasa udikteta ambao unaendelea Tanzania, wananchi wakikohoa kidogo tu hivi, polisi wamewekwa kwenye viunga vya Dar es Salaam, Dodoma, eti kwa sababu wananchi wamesema kwamba kuna 7/7 ya kutaka Lissu aweze kuachiliwa. Kuna 7/7 ya kutaka polisi walioua ndugu zetu wachukuliwe hatua. Udikteta huo utafanya Marekani waweze kumuona Samia kwamba licha kwamba aliweza kujitetea, ni ukweli aliweza kufanya machafuko. Namba 2, serikali hii imeweza kukataa mikutano ya kisiasa. Yaani eti kwa sababu wananchi wengi waliweza kujitokeza kwenye mikutano ya Chadema, serikali imeweza kukosa usingizi. Simuliona jinsi ambavyo wananchi wengi walikuwa wanajitokeza kwenye mikutano ya Chadema, maelfu ya wananchi. Na hivyo jua kwamba kwenye hiyo mikutano ya Chadema wananchi hawalipwi, wanajitokeza tu kwa hiari yao. Lakini ikiwa ni mikutano ya CCM, lazima CCM iweze kuwabeba wananchi kwenye mafuso, kuwapeleka kwenye mikutano. Sasa serikali ikasikia wivu kwamba itawezekanaje chama cha Chadema kinavutia wananchi wengi, lakini CCM haina mashabiki. Kupitia kwa waziri wa mambo ya nchi ya ndani, wa usalama wa ndani, akaamua kupiga marufuku mikutano ya kisiasa. Huo ni udikteta. Taarifa hizi sasa hivi zinatembea kwenye kurasa za Marekani kwamba Samia ameamua kufungia vyama vya upinzani
mianya wasishiriki kwenye mazungumzo ya kisiasa. Sasa wakifungia vyama vya upinzani mianya ya kisiasa, serikali hii itapigwa aje msasa, hata wakitumia pesa vibaya, pesa za wananchi. Unajua sababu kwamba iliweza kufanya Samia akapiga marufuku ni kwa sababu aliogopa kwamba wananchi wakiendelea kujikusanya kwenye mikutano ya vyama vya upinzani ni ishara kwamba umepiga kura ya kutokuwa na imani na yeye. Kwa hivyo lazima angewaonyesha ulimwengu kwamba hapana, sitaweza kuruhusu mikutano ya kisiasa ili hiyo mikutano iendelee kuniumbua, iendelee kupiga kura ya kutokuwa imani na mimi. Kwa hivyo serikali ya Samia kukataa mikutano ya kisiasa ni njia nyingine ambayo itafanya bunge la Marekani kuona kwamba Tanzania sio nchi huru. Viongozi wanatawala kimabavu. Namba 3, kuna kamata ambazo zinaendelea kwenye taifa letu. Kamata. Watu wanatekwa, kutekwa, aswa tukiwa tunaelekea kwenye maandamano ya 7/7. Ukionekana kwamba unaambia wananchi tujitokeze kwenye maandamano, ndiposa viongozi wa upinzani waachiliwe, ndiposa wale ambao familia zao ziliweza, ama wale ambao wapendwa, ama wale ambao waliweza kuuawa familia zao ziweze kupata haki, unanyakuliwa. Wengi wameweza kutekwa, na huku kutekateka na kunyakua kamata ambazo zinaendelea zinafanya bunge la Marekani la Seneti kuharakisha mchakato wao wa kupiga marufuku viongozi wa upinzani, yani viongozi wa serikali ya Samia, viongozi wa CCM, Samia akiwa mmoja wao. Jambo jingine ni kutomwachilia Lissu. Lissu hana makosa yoyote. Makosa ambayo Lissu amefanya, amekataa kufanya maridhiano na hii serikali ambayo iliweza kumwaga damu. Sasa serikali inaendelea kumtesa Lissu eti mpaka ile siku ambayo atakubali kushirikiana kwenye maridhiano na hii serikali mbovu. Kutomwachilia Lissu mpaka sasa hivi kunafanya bunge la Seneti kuona serikali hii ya Samia kuwa ni ya udikteta. Bado serikali ya Samia haijaweza kuwakamata wale ambao waliweza kuhusika kwenye mauaji ya mwaka uliopita, licha ya tume ya Jaji Chande kusema kwamba watu 518 ndio waliweza kuuawa. Sasa hawa watu 518 waliweza kujiua? Hawakujiua. Ni akina nani ambao waliweza kuwaua? Mpaka sasa hivi haijaweza kujulikana, hawajaweza kukamatwa, na serikali iko na kila aina ya vyombo vya usalama. Sio eti kwamba haijui ni akina nani ambao waliweza kuangamiza wananchi. Hichi kitu ndicho kinachosababisha mpaka bunge la Marekani halitaweza kumwachilia Samia kabisa, halitaweza kumsamia, licha kwamba waliweza kumtuma waziri wa mambo ya nchi za kigeni akaenda kuwatetea. Na mwisho kuna hotuba za chuki kutoka kwa viongozi wa serikali ya CCM na wafuasi wa serikali ya CCM. Juzi tu mumeona baba mwingine akisema kwamba tukiwakamata tu hivi, iwapo mtaandamana tutawakata vichwa. Siasa zingine au hotuba zingine za chuki zinatolewa kwamba vyama vya upinzani visishiriki mikutano ya kisiasa. Unataka kuniambia tu kwamba sasa Marekani inawaangalia tu hivi inatulia? Hawawezi wakatulia. Na ndio maana ninakuambia mtazamaji wangu, sasa kama Marekani walijua kwamba mwaka uliopita Samia aliweza kuiba uchaguzi mapema, ni kitu gani ambacho kinakufanya kwamba uamini
kwamba maelezo ambayo yaliweza kutolewa na waziri wa mambo ya nje ya nchi Baradhabiti Kombo kwamba serikali haikuhusika na unyama, serikali haikuwaua wananchi, eti kwamba bunge la seneti watafuata hilo. Wacha nikueleze, Samia anafikiri kwamba Marekani wanacheza. Marufuku yapo njiani na yanakuja, na hayo marufuku ambayo watapigwa hawataamini. Na ndio maana uliona viongozi wa serikali hapa CCM walikuwa wanalia pale bungeni wakisema kwamba Marekani iliweza kusikiliza upande wa upinzani, haikusikiliza upande wa serikali. Sasa wanatakaje Marekani iweze kuamini kwamba taarifa ambazo ziliweza kutolewa zilikuwa za uongo, kipindi ambapo kamata zinaendelea, kipindi ambapo polisi wameweza kujazwa kwenye mitaa ili kunyamazisha sauti za upinzani, kipindi ambapo serikali imeamua kupiga marufuku mikutano ya kisiasa. Samia ni wakati wake haujaweza kufika, lakini utafika tu, kwa sababu hataweza kutarajia mtu mwenye aliweza kujiapisha kwenye kambi ya jeshi aweza kuwafanyia wananchi mema. Hakuna. Sijui wazo lako ni lipi? Tuendelee kuelimishana, tupatane kwa kanda ijayo.